Naam, mtazamaji, taarifa nzito kuhusu kesi ya uongo ya Tundu Lissu zimeibuka sasa hivi. Kauli kali ya mwanasiasa na wakili Peter Madeleka kuhusu kuendelewa kushikiliwa kwa mwenyekiti wa Chadema nyuma ya gereza la Ukonga Tundu Lissu. Sasa taarifa hizo za Madeleka zimetetemesha ikulu ya Samia Suluhu Dodoma. Je, ni taarifa gani hii aliyoitoa Madeleka kuhusiana na Tundu Lissu ambayo imetetemesha ikulu ya Dodoma? Like video hii alafu subscribe, kisha niambie unanisikiliza ukiwa wapi. Kama upo nje ya nchi niambie uko taifa gani, na kama upo humo Tanzania niambie unanisikiliza na kunipata vizuri ukiwa mkoa au maeneo gani. Mtazamaji, mvutano wa kisiasa unazidi kuongezeka kwa mara nyingine nchini Tanzania baada ya mwanaharakati na mwanasiasa Peter Madeleka kutoa matamshi ya kulipuka kuhusu kuendelea kuwekwa kizuizini kwa mwenyekiti wa Chadema Tundu Antipas Lissu. Katika taarifa yake Madeleka iliyosambaa kwa kasi kwenye mitandao ya kijamii leo, wakili Madeleka alidai kuwa kumweka Tundu Lissu gerezani Ukonga kunaifanya Tanzania kuonekana mbele ya dunia kama nchi iliyopoteza hekima na haki, na pia kuonekana wananchi wake kama watu waliopungukiwa na akili. Maoni yake sasa yamezua mjadala mkubwa wa kitaifa. Wafuasi wanamtetea huku wakosoaji wanamshambulia. Na leo Watanzania wengi wanauliza swali moja zito: je, nchi inaingia katika awamu hatari zaidi ya kisiasa iwapo Tundu Lissu hataachiliwa huru? Mtazamaji, Peter Madeleka amewashangaza wananchi wengi baada ya kutuma ujumbe mzito kwenye akaunti yake ya X almaarufu Twitter, akikosoa kuendelea kufungwa na kuzuiliwa kwa kiongozi wa upinzani Tundu Lissu kwa kesi ya mchongo ya uhaini. Kwa mujibu wa wakili Madeleka, kumweka Lissu kizuizini kwa kile alichokitaja kuwa ni kesi ya uongo ni kuharibu taswira ya Tanzania kimataifa na kuifanya nchi kukosa heshima mbele ya dunia. Taarifa hiyo ilianza kusambaa kwa kasi mtandaoni leo. Maelfu ya watumiaji wa Tanzania walijibu ndani ya masaa machache na kuunda mabishano makali ya kisiasa kwenye majukwaa ya mitandao ya kijamii, ikiwa ni pamoja na X, Facebook, TikTok pamoja na YouTube. Lakini huo haukuwa mwisho wa mabishano hayo. Katika ujumbe huo Madeleka alinukuu mstari wa Biblia kutoka Mithali sura ya 28 mstari wa 16 unaoonyesha kwamba viongozi wasio na hekima huongeza mateso miongoni mwa raia wao. Na nukuu hiyo ya kibiblia ilizidisha mjadala wa kisiasa mara moja. Baadhi ya Watanzania walimpongeza Madeleka kwa kuzungumza kwa ujasiri kuhusu haki na kumtetea Tundu Lissu pamoja na demokrasia na uhuru wa kisiasa Tanzania. Wengine walimshutumu wakili Madeleka kwa kutumia lugha ya hisia na hatari ambayo inaweza kuongeza mgawanyiko na uhasama ndani ya nchi, kwa kusema ya kwamba Watanzania wanaonekana kama watu waliopungukiwa na akili. Lakini bila kujali ukosoaji kutoka kwa pande zote mbili, jambo moja lilionekana wazi haraka sana. Ujumbe huo uligusa mshipa nyeti wa kisiasa pamoja na wapinzani wa Tundu Lissu, kwa sababu mijadala inayomzunguka Tundu Antipas Lissu imesalia kuwa miongoni mwa mada zenye hisia kali na nyingi za kisiasa nchini Tanzania leo. Kwa miaka mingi sasa, Tundu Lissu amebaki kuwa mmoja wa wanasiasa wa upinzani wenye ushawishi mkubwa nchini. Kila kauli inayomhusisha Tundu Lissu mara moja inakuwa habari ya kitaifa na kutrend sana mitandaoni. Wakati huo wafuasi wa Tundu Lissu wanaendelea kumtetea vikali. Wafuasi wengi wa upinzani pia wanadai kufungwa kwake kwa muda mrefu kunadhoofisha taswira ya kidemokrasia ya Tanzania na kuibua wasiwasi mkubwa kuhusu uhuru wa kisiasa. Wengine wanahoji kuwa baadhi ya kesi za kisiasa sasa zinaonekana kuwa za kisiasa zaidi kuliko za kisheria. Katika mitandao ya kijamii, wafuasi walifurika sehemu za maoni wakimtetea Madeleka na kudai haki kwa mwenyekiti wa Chadema. Baadhi ya watumiaji wa mtandaoni walidai kuwa wakili huyo alikuwa akieleza tu kile ambacho raia wengi wa kawaida tayari wanahisi kwa faragha. Baadhi ya wachambuzi wa masuala ya kisiasa walionya kuwa lugha kali za kisiasa zinaweza kuzidisha migawanyiko ya kitaifa badala ya kuhimiza amani na mazungumzo. Wengine walihoji kuwa Tanzania tayari inaingia katika msimu nyeti wa kisiasa kabla ya mijadala mikuu ya kisiasa na chaguzi zijazo. Kulingana na wachambuzi kadhaa, kauli za kisiasa zenye hisia zinaweza tu kuongeza uhasama kati ya wafuasi wa serikali na makundi ya upinzani iwapo viongozi watashindwa kuchukua tahadhari. Baadhi ya wananchi pia walimtuhumu wakili Madeleka kwa kuharibu taswira ya Tanzania kimataifa kupitia lugha za uchochezi na kuwaita Watanzania ama nchi ya Tanzania kuonekana kama yenye watu wenye akili punguani. Hata hivyo, bado wafuasi wa upinzani wanasisitiza kukosolewa ni sehemu ya demokrasia na uhuru wa kujieleza Tanzania. Na leo mgawanyiko wa kisiasa mtandaoni huu unaonekana kuwa mkubwa kuliko hapo awali.
Mtazamaji, wakati mjadala huu ukiendelea kukua, umakini unaelekezwa kwa Tundu Antipas Lissu mwenyewe akiwa gerezani Ukonga. Mwenyekiti wa Chadema amebakia katikati ya mivutano ya kisiasa ya Tanzania kwa miaka kadhaa na sasa amebaki gerezani kwa zaidi ya siku 400 bila kesi yake kukamilika na ikizidi kuahirishwa mara kwa mara. Kila kesi ya kisheria, taarifa za kisiasa kumuhusu na majadiliano ya hadharani yanayohusiana naye yanaendelea kuvutia tahadhari kuu ya kitaifa na kimataifa. Wachunguzi wa mambo ya kisiasa sasa wanasema utata unaozunguka kauli ya Madeleka unathibitisha jinsi suala la Lissu limekuwa nyeti ndani ya Tanzania. Baadhi ya wachambuzi wanaamini kuwa maoni ya mwanaharakati huyo yanaweza kuwahimiza wanasiasa na wanaharakati zaidi kuzungumza kwa uwazi kuhusu haki ya kisiasa na haki za kidemokrasia. Wengine wanaogopa kinyume chake. Baadhi ya waangalizi wana wasiwasi kuwa lugha ya kisiasa inayozidi kuwa na kihisia inaweza kusukuma nchi katika makabiliano ya kisiasa zaidi. Na sasa Watanzania wengi wanafuatilia kwa makini kuona nini kitafuata. Swali kuu sasa, mtazamaji, linabaki, je, viongozi zaidi wa upinzani wataunga mkono kauli ya Madeleka hadharani ya kwamba Watanzania wanaonekana punguani na kukosa heshima nje ya nchi kwa sababu tu ya kufungwa kwa Tundu Lissu? Je, viongozi wa serikali watajibu moja kwa moja utata huo ulioletwa na Madeleka, au viongozi watakaa kimya huku mjadala wa kisiasa ukiendelea kulipuka mtandaoni kuhusu Tundu Lissu? Maswali hayo sasa yanatawala mazungumzo kote nchini leo. Wakati huo mtazamaji wangu, wanaharakati wanaendelea kudai uwazi zaidi kuhusu kesi za kisiasa zinazohusisha viongozi wa upinzani. Watumiaji kadhaa wa mtandaoni pia walisema kuwa kutokuwa na uhakika na vita vya kisheria vya muda mrefu huongeza tuhuma za umma na kuchanganyikiwa kisiasa. Wakati huo wafuasi wa serikali wanaendelea kusisitiza kwamba mahakama na taasisi za kisheria zinafaa kuruhusiwa kushughulikia masuala hayo bila shinikizo la nje la kisiasa au kuingiliwa. Na hii ndio sababu hasa mjadala wa leo umekuwa muhimu sana kisiasa nchini Tanzania. Kwa sababu hii, mtazamaji, haihusu tena mwanaharakati mmoja au kauli moja ya kisiasa. Sasa mtazamaji, imekuwa sehemu ya mazungumzo makubwa zaidi ya kitaifa yanayohusisha demokrasia, uhuru wa kisiasa, haki na uhuru wa kujieleza nchini Tanzania. Wananchi wengi sasa wanauliza maswali magumu, mojawapo ikiwa, je, viongozi wa upinzani wanaweza kufanya kazi zao kwa uhuru? Mvutano wa kisiasa unazidi kuwa mbaya au la? Na viongozi wanapaswa kuzungumza vipi wakati wa nyakati nyeti za kisiasa kama hizi? Yote hayo ni maswali ambayo bado hayana majibu, lakini mtazamaji, na kuachia uwanja wa comment unijuze mtazamo au maoni yako kuhusiana na matamshi haya ya wakili Madeleka kuhusu Tundu Lissu. Je, unadhani ni kweli Watanzania wanaonekana kama mapunguani wa akili kwa sababu tu ya kuzuiwa Tundu Lissu gerezani, au je, unalipinga hili? Na kuachia uwanja huo wa maoni unijuze maoni yako, vile like video hii, subscribe, alafu gusa kiboksi hicho kwenye screen yako kwa taarifa zaidi.